Nakwambia Shalmira, nimemwita fundi wa hina na kuhakikishia kwamba itakuwa rangi nyeusi nzuri sana. Hilo na kuhakikishia itadumu kila mkono atakaopaka, yaani hautaamini. Ndio, lakini shindano la kweli litakuwa kati ya Pragya pamoja na Rachna. Ala, hilo shindano lazima liwepo, lakini kama tu hao wawili watatoka nje. Bibi, haya sasa biharusi wetu huyo anakuja. Amependeza sana Huyo hapo, amekuja. Haya Puvi, unaweza ukaanza wewe. Nitafanya nini? Nitawezaje kuruhusu sherehe ya hina ifanywe ila hali najua fika ya kwamba ujauzito uliobeba Rachna na mtu mwingine? Na kama mtu yeyote akija kujua kwamba Rachna ni mjamzito basi... Pragya mwanangu, kwani umesimama peke yako? Nenda kapake hina. Hapana shangazi, nitapaka baadaye. Huna haja kuona aibu. Leo ni siku ya Rachna kupakwa hina. Ndani ya siku chache na wewe utakuwa hivi hivi. Nenda mwanangu ukapake. Dada, hebu njoo basi na upake hina. Nataka nione ina nani ambaye atakulea zaidi. Na kisha takuja kujua kwamba ni kiasi gani shemeji anakupenda. Twende. Wewe unaenda wapi? Kaa hapa mwanangu, ni shughuli ya harusi ya dada yako. Tafadhali keti. Hivi nimweleze Suresh kweli unikae kimya? Jambo kubwa kama hili nitawezaje kulificha? Lakini siwezi kuvunja ahadi niliyompatia Rachna. Suresh alikuwa akisubiria kwa shauku kuona Rachna akiolewa. Sasa na Rachna... Dada, sikia inako hii iko na maanisha jina la mnako mtarajiwa Suresh. Natakiwa itafute. Sawa. Jina la Suresh linawezaje kuandikwa katika mkono wangu kwa hina, wakati najua fika ya kwamba Suresh anampenda Bulbul? Asante. Najua hayo yote unayofanya kwa ajili yangu, ili kusitokea tatizo lolote kwenye ndoa ya Rachna. Hakuna haja ya kufikiria kuhusu yote haya sasa hivi. Tutasuluhisha matatizo yetu pindi muda mwafaka utakapofika. Sasa hivi ni muhimu sana kufikiria kuhusu mambo ya Rachna. Unajua nini? Rachna alivyokuwa mdogo alikuwa anapenda kucheza na marafiki zake, na alikuwa apendi mdoli wake uolewe mpaka pale atakapompenda huyo mtu ndio atamwozesha huyo mdoli. Na siku ile niliamua kumfungisha ndoa kwa mtu anayemchagua, na mtizame leo anaolewa na mvulana wa chaguo lake. Ni jambo zuri sana. Sikiliza, ukweli ni kwamba mama ndio alimchagulia huyo mvulana wa kumwoa. Ndio nakubali kwamba mama ndio alimchagulia mume, lakini Rachi pia naona anampenda. Baba yetu alikufa tulipokuwa wadogo sana, na tangia siku hiyo kwa Rachi mimi ni kama kaka na pia ni kama baba. Nina furaha sana kwamba familia ambayo namuoa ni familia ambayo ni bora sana. Wenye bahati ni wale ambao wanapata wenza ambao wao wamewachagua wenyewe, kwa sababu kupata mwenza Vipi mwanangu? Kule ndani kuna feni, nitakwenda kuikausha hii hina. Oh, sawa mwanangu. Jamani, ndege wapendanao wanadonoa mchele pamoja. Na wewe shemeji yangu mtarajiwa, hebu acha basi kuyashanga hivi macho ya dada yangu bwana. Na nataka utafute jina lako lilochorwa kwa hina katika mkono wa dada. Haya basi tafuta. Harakisha. Una muda unazidi kwenda. Tik tik moja. Tik tik mbili.
Simu yangu inaita. Kana aibu. Nadhani sasa inanibidi nimuulize ukweli Suresh kuhusu Rachna. Sio sahihi kabisa kuficha ukweli mkubwa namna hii. Lakini kabla ya hilo inanibidi niongee na Rachna mwenyewe kuhusu mhusika ujauzito. Sherehe ya uchumba ya mwanangu ni kesho na wageni wengi sana wamealikwa. Nachokitaka kila kitu kiwe sawasawa. Naomba ufanye haraka, umtume mtu akaangalia mambo yote ya vyakula vinaendaje. Tumeelewana? Ndiyo mama, uko sahihi kabisa. Kila kitu inabidi kiwe sawa sawa, na ukizingatia mtu maarufu, mdogo wake na msanii mkubwa Abi anachumbia. Hilo sio jambo dogo eti. Kama kutakuwa na mtu atakuwa na ndoa ya kifahari zaidi ya Akash, basi atakuwa ni Abi peke yake. Na pia nimemtafutia na yeye msichana wake. Unamjua yule mlimbwende? Hata hivi mshajua ni mtu gani napaswa kumchagulia Abi kama mke. Unafikiria nini? Hakuna kitu mama. Naona hata chakula wamekuja. Mama, huyu ndio yule msichana, yule mpenzi wake wa zamani Akash. Kwa nini Rachna apokee simu? Sijui hata atakuwa amekwenda wapi huyu naye. Natumai hata kuwa amefanya kitu kibaya. Ndiyo, si vitafunwa hivyo ni kwa ajili ya sherehe ya watoto. Nadhani sitaki kuendelea kulichelewesha hili na nibidi nimwambie Suresh ukweli wote. Hapana, mimi nitakuja kuvipitia kesho hivyo. Hapana, nitakuja kesho. Suresh. Ndiyo, nitakupigia simu mwenyewe. Kuna nini? Na hivyo nilikuwa nataka niongee nawe kuhusu jambo muhimu. Kuhusu nini? Ni kuhusiana na Rachna. Rachu? Nini kimempata tena? Mimi nilikuwa namtafuta yeye, nimemtafuta kila sehemu, nampigia simu apokee, naanza kuwa na wasiwasi. Kwa nini unaogopa sasa? Hii sio mtoto mpaka apotee. Usiwe na wasiwasi, lazima atakuwa yuko sehemu fulani na simu yake itakuwa ametoa mlio. Fanya hivi, hebu mpigie tena. Ngoja, nitampigia. Bulbul. Mguu wangu umeteguka kidogo, lakini nyote mmepata nafasi ya kukaribiana kama nini? Na wewe basi sogea pembeni kwa Bwana Suresh. Yaani nahisi kila muda ni mwamatani, tulikuwa tunaongea kuhusu jambo la muhimu sana. Sasa unakuja na hebu endelea basi kuongea mazungumzo ya maana. Sawa, kwaheri. Kwaheri. Na tuende kwa chakula sumbu. Kwaheri. Kwaherini vijana wazuri. Suluhisho ya tatizo lako. Ulikuwa unaingia na wasiwasi bila sababu. Nilikwambia kwamba lazima atakuwepo hapa. Ndio mkuu. Hapana, nilikuwa nakupigia simu sasa hivi. Suresh, tafadhali dakika moja. Ngoja kwanza. Lakini ndio mkuu, niambie. Ulikuwa wapi? Nimejaribu mpaka kukupigia simu. Kwa nini ulikuwa unapigia simu yangu? Inabidi tuongee kuhusu ujauzito wako. Kwa sasa hivi hakuna haja ya kufanya hivyo. Wacha hili liendelee. Acha niolewe tu. Sina la kufanya. Ati? Kwa hiyo unataka kuolewa na Rahul? Licha ya kujua fika kwamba umebeba ujauzito wa mtu mwingine, unataka Kwa hiyo unataka nini? Nifanye nini sasa? Unataka niwaambie kwamba nina mimba? Tena ni ya mtu ambaye amenioa kwa siri na kunikimbia? Nitaanzia wapi? Hapana. Mimi siwezi kabisa kufanya hivyo. Mamake Akash alikuwa sahihi. Unafikiria nini? Utaivunja harusi yake baada ya yeye kusikiliza? Wala usifikirie hivyo, kwa sababu hili swala likivuja, basi Akash wangu hatadhurika, lakini ni wewe ambaye utadhalilika sana. Kuna daktari mzuri sana namjua, nitakutuma kwake, atamchoropoa huyo mtoto na hili swala litakuwa limekwisha. Na baada ya hapo mbona umepaka hii na hii? Inamaanisha hata wewe unataka kuolewa? Basi hiyo ni vizuri sana, na kuahidi mume wako hata kuja kujua. Baada ya harusi hakuna yote anayefanya vipimo kuangalia kama mtoto ni wake au si wake. Unaenda kupata mume na unapata mtoto pia. Inabidi uolewe na uishi kwa furaha. Na huyo Akash msahau, wala usije ukapitisha kivuli chako kwa mwanangu, na wala usije ukaonekana tena hapa. Tumeelewana? Potea. Naomba niangalie. Rachna hawezi kufanya hivi. Hawezi kuingia katika vifungo vya ndoa ikiwa unajua fika kwamba itakuwa ni ndoa bandia. Fikiria tena.
Je, uko tayari kumdanganya Rahul na kuifanya familia yako yote ionekane walaghai? Sahau kuhusu watu wote. Utaweza kulivumilia hili ndani ya moyo wako, Rachu? Hata nikisema ukweli, nini kitatokea? Kwamba Rahul na familia yake yote watanikubali? Walituma hii na muda mrefu sana. Kwa hiyo sasa hivi kitakachofuata watanilaumu mimi na mwanangu. Nakubali sitaweza kuwatazama machoni, lakini kama nikisema ukweli, vipi kuhusu mwanangu? Watamwita mtoto haramu kwa sababu tu baba yake hatambuliki kwa mtu yoyote, na watamwita majina mengi. Najua kwamba wakati wote wewe huwa unaunga mkono ukweli, lakini leo lazima uchague moja kati ya huo ukweli au kaka. Ni hivi, kama kaka akijua huo ukweli, basi hawezi kuvumilia na kuendelea kuishi. Sasa amua, unataka kumuunga mkono nani? Ukweli au mtu ambaye unampenda? Chagua moja kati ya hayo. Nimechukua uamuzi wangu baada tu ya Akash kunidanganya mimi. Akash yeye anachumbia kesho tu. Basi ndoa inaweza kufanyika katika hii nyumba. Haya itakuwa ni maamuzi yako. Ingia. Unaweza ukakaa. Unajua jinsi ya kuchapa? Ndio, bila shaka. Vizuri sana. Hebu andika barua. Nimesema andika barua hapo. Ongea, mimi nitaandika. Mpendwa mheshimiwa. Hapana. Mheshimiwa unaheshimika. Nimekubali kuwa mimi nimeiba nyaraka muhimu sana katika kampuni yako. Na adhabu yoyote ile nitakayopewa, basi niko tayari. Ni wako mtiifu, Bulbul Arola. Nini? Wewe unaongea nini? Ulidhani sitajua kama umeiba nyaraka muhimu sana kutoka katika kampuni yangu? Mimi ni Purab Khanna. Sio rahisi kunizunguka. Samani. Kama wewe hapo ulipo ni Purab Khanna, basi hapa na mimi nilipo ni Bulbul Arola. Sikia wewe, hakuna mtu ambaye ameweza kunilamu kama hivyo, sawa Wewe, na ulikuwa unasemaje? Sijawahi kuiba nyaraka zako zozote. Wewe, nina ushahidi wote. Mara ya mwisho mimi ndo nilikupatia hizo nyaraka uzipange. Hata hivyo, siwezi kuibia kampuni yangu mwenyewe. Kwa nani alibaki? Wewe. Na kwa nini sasa mimi niibe? Ni kwa sababu ya pesa. Ni hivyo tu. Kwenye usaili wako wewe uliniambia kitu gani? Unafanya kazi kwa ajili ya pesa. Hivyo lazima umeziuza hizo nyaraka kwa wapinzani wangu. Upuzi gani sasa? Kwa nini sasa mimi ni... Yaani sasa hivi ndo nakuelewa. Nimeelewa vizuri sana. Kuwa lengo lako kumbe ni kulipiza kisasi. Na maanisha sikukuruhusu kuwa huru kwangu kama unavyofanya kwa wanawake wengine uko nje. Kwa kufanya hivyo, naona jinsi ulivyoumia bro. Na ndio maana unanifanyia jeuri kama hii. Alafu bwana Purab, ukahisi kabisa mimi sitaweza kuja ofisini, si ndio? Na nitaacha kazi, lakini hapana. Ile sikufanya hivyo. Na ukaanza kuchanganyika kwamba wewe mwanamke na mtimwaje kazini. Na tena bila sababu yoyote ile. Na kama hakuna sababu ya kunifukuza, basi mimi naweza kutoa sababu, lakini mimi naweza kwenda kumwambia kila mtu kwamba sikuwa nimemburudisha bwana Purab Khanna, na ndio maana akaamua kunifukuza kazi na kunigea shutuma za wizi ambao sijawahi hata kufanya. Anza kufikiria pale ulipoishia. Tena ufikirie vizuri bibi Bulbul. Mimi nitakwambia kuhusu hizo fikra zako. Siku ile wewe ulihisi kama nitakufanyia kitu, lakini hapana, sikufanya chochote. Hilo lilikuwa tatizo lako tu. Ni wewe ambaye ulihisi unaweza kukosewa, si ndio? Kwa hiyo ili kunilipiza kisasi ukaamua kuiba nyaraka zangu muhimu na ukaamua kuziuza kwa wapinzani wangu ili uweze kupata pesa na uende kwenye safari yako ya huko Ulaya. Mimi? Kimya. Hii ni ofisi yangu, kwa hiyo mimi nitaongea na wewe utanisikiliza. Sasa, unajua nini? Kama ningetaka, hii ofisi yangu ingekuwa kubwa zaidi na ningeweza kupata kipato mara 2. Lakini hapana, mimi sihitaji kitu chochote kile ambacho ni haramu. Kwa hiyo, ningeweza kufanya kitu chochote kile kwenye ofisi yangu. Lakini mimi najiheshimu. Na wewe, chochote kile unachofikiria kuhusu mimi wala sijali. Subiri ujione. Kwani unaendelea kunitazama? Laiti ungejua jinsi gani nakuchukia, ni bora uondoke. Nashindwa kuelewa kabisa kitu cha kufanya. Mimi siwezi kumuunga mkono Rachna katika uongo, lakini niwezaje kuelezea watu kuhusu hili? Wacha nimwelezea ukweli Suresh mwenyewe. Yeye ndo mtu pekee wa kuchukua uamuzi sahihi juu ya Rachna. Nini? Hii ni zawadi maalum kabisa kwa ajili ya Rachna. Kuna nini cha tofauti humu? Hebu itazame bwana. We, hii ipoje?
Pindi nilipokuwa sina kazi, kulikuwa kuna duka fulani hivi pale mbele ya nyumba yetu. Ndio. Katika hilo duka kulikuwa kuna mkufu mmoja ambao Rachna aliupenda sana. Alikuwa anapenda sana kwenda pale kuutazama. Na pindi aliponiambia ya kwamba kaka, naomba ninunulie ule mkufu. Kwa wakati ule wala sikuwa na pesa kabisa. Na wala sikuwa nimepata ajira. Lakini hii siku ikafika na nikaamua kwamba nitamnunulia mkufu. Nilianza kuwekeza pesa muda mrefu sana. Hatimaye nikamnunulia anachokitaka. Siku gani naweza kuwa maalum zaidi ya hii ya kumpatia zawadi yake? Na uhakika ataupenda. Ndiyo kaka, ulikuwa unaniita. Chukua, hii ni zawadi yako ya harusi nimekununulia. Kuna nini humu? Chukua iangalie. Kwa nini kaka kwa sikupe unachokitaka? Inawezekanaje hapo? Samahani, nimechelewa kidogo. Listi yake ipo umwe, uitunze kwa makini. Kwanza utaweza kuitunza wewe, mpatie Rahul bwana. Najua ataitunza, ataing'arisha. Rachna, usilie bwana. Najua ni kweli unalia machozi ya furaha mdogo wangu. Lakini unanihuzunisha sana. Sawa, nyamaza basi. Nitawezaje kumwambia Suresh? Lakini hata nisipomwambia hili itachukuliwa kama usaliti kwake. Sijui huyo Akashi ni mwanaume wa aina gani. Najiuliza familia yake ni familia aina gani kiasi kwamba imemfanya Rachna leo hii ateseke kiasi hiki. Jamani, hata hizo taa bado hamjaziweka? Kuna kazi nyingi sana za kufanya. Kaka, hebu tafadhali safisha hii hapa Mungu wangu. Jamani, mtashughulikia taa basi. Mtaziweka saa ngapi hizo taa? Mwanangu atakaa hapo. Fanyeni haraka. Hebu jamani, kila mtu awe makini. Na wewe uko juu mpanga basi maua hayo sawa sawa. Muda wote umekaa tu kwenye simu yako. Hebu fanya kazi kidogo basi. Hebu angalia mwenyewe. Kuna kazi nyingi sana za kufanya. Si umeona? Sawa. Lo, nimeweza kuificha hii siri ya Akash tena kwa shida kubwa sana. Na huyu mama yangu anadhani mimi sifanyi kazi yoyote hapa. Hivi anadhani kuhifadhi umbea kwenye friji langu lisilogandishwa ni kazi rahisi Lakini hawezi kuelewa. Una nini mwanangu? Mbona umekaa hapa peke yako? Mama, nadhani kwamba nafanya makosa. Kosa gani hilo tena? Mama, mimi nampenda sana Rachna. Nampenda mama. Na natakiwa nimuoe Sukriti badala yake. Haya, hebu njoo na mimi. Twende. Njoo nikuonyeshe kitu. Njoo. Unaona haya magari yote kifahari? Si umeyapenda, sio? Kwa mara ya kwanza, haya magari yote hapa yapo kwa ajili yako. Na sio kwa ajili ya Abi. Hawa waandishi wote wa habari wamekaa hapa toka asubuhi na kusubiria wewe kwa ajili ya kukuhoji. Na yote ni kwa ajili yako. Kweli? Ni kwa sababu unamuoa binti wa mfanyabiashara tajiri sana. Sikiliza, kama ukimwoa huyo msichana, basi utamiliki mali nyingi sana. Alafu haja zako nyingine utazitimiza tu. Wewe utakuwa umeshikilia usukani, utakula raha sana. Mbona sikufikiria kama hivi? Nitawezaje kumwambia Suresh sasa? Na jinsi ilivyokuwa na mapenzi ya dhati kwa dada yake. Parvi, niambie, umemwona popote Suresh? Unanisa dada yangu, mimi ndo bibi harusi au ni wewe ndo bibi harusi? Wewe si unataka kujua kwamba ni wapi alipo na wapi anataka kwenda? Sio sahihi kuleta masiara kila wakati. Nimekuuliza kitu, nipatie jibu haraka. Sasa kwa nini unakasirika? Mimi nilimsikia shangazi akisema kwamba ameenda Kandival kwa ajili ya kwenda kununua vitu vya harusi. Kwa hiyo atarudi hapa muda so mrefu. Sawa? Msafara unakaribia kwa siri. Natumai sitachelewa kumweleza Suresh ukweli. Hapana. Bado sijachelewa kabisa. Itanibidi nimweleze Suresh. Nimwambie ukweli wote ujue. Pragya, bora nimekukuta hapa. Haya, hebu nifuate. Ukanisaidia kumwandaa Rachna. Fanya haraka, twende haraka. Haya mengine tutaongea baadaye. Dada, unamwonaje Rachna? Amfanana kabisa na Karina Kapuru, si ndio Unataka kusifiwa kwa jinsi ambavyo umeweza kumpendezesha Rachna si ndio? Haya, vizuri. Kusema ukweli wote. Sema basi dada anaonekana vipi? Hakuna kilichopelea. Anaonekana mrembo kabisa. Si nilisema katika ile vazi Rachna anaonekana mrembo sana. Haya, nyie endeleeni kumwandaa huyu. Acha mimi niende nikaangalie vitu. Sawa shangazi.
lakini huu ni muonekano wa nje tu. Akili ya mtu inambidi iwe safi, haitakiwi kuwa na doa lolote. Oho, wala sio na wasiwasi. Hizi falsafa za dada muda mwingine mwenyewe zinanishinda. Wakati wote dada yuko kama hivyo. Dada siku zote anafanya mimi nile niharibu maskala yangu. Na wewe unasasha kuharibia. Ngoja nikuweke vizuri. Sawa? Shangazi, subiri. Hivi hapa ni visheti kwa ajili ya biharusi na visheti vilivyobaki ni kwa ajili ya wageni. Vilivyobakia ni korosho tu. Sawa Vitafuno vishakuja sasa bado hapo. Kuna nini? Jambo la muhimu sana. Pragya, tafadhali, nimetingwa na mambo mengi sana. Hapa kwenyewe bado sijiandaa. Nachelewa. Suresh, nachotaka kukuambia ni cha muhimu. Shangazi, msafara wa harusi ushafika. Dada, msafara wa harusi ushafika. Msafara ushafika hapo na bado sijiandaa. Ngoja nikabadilishe nguo. Tutaongea baadaye kuhusu hilo. Hapana Suresh. Hakuna kitu cha muhimu zaidi ya ndoa ya Rachna sasa hivi. Hayo mengine achana nayo, sawa? Suresh, subiri kwanza. Rachu hawezi kuolewa Suresh. Nini? Hii ndio haiwezi kufanyika Suresh. Bwana, nini kinaendelea? Unasema? Unasemaje? Sema. Ndio mama. Wageni wamefika hapa. Mama, sawa, naenda kujiandaa, sawa. Nakuja sasa hivi bwana, sikiliza. Provi. Vivyote vile bwana harusi ampendeza kama nini? Alafu nasi kama uso wake umesafishwa vile. Anavutia. Tunataka kumshezi picha Rachna haraka. Rachna? Mlango umefungwa. Rachna! Unafikiria nini? Baada ya kusikiliza wewe, ataifuta harusi yake? Wala usifikirie hilo. Kama hili swala likivuja, basi Akash hatudhurika. Lakini ni wewe ambaye utadhalilika sana. Akash, msahau. Na wala usije kupitisha kivuli chako kwa mwanangu. Na upasi kuonekana hapa. Tumeelewana? Potea hapa haraka. Mtaozesha watu wote jamani, Mambo ya ndoa mimi ndo mwenyewe bwana. Shemeji. Kuna nini? Kuna tatizo. Nini tena? Ni Rachna akajifungia mlango kwa ndani. Kwa nini? Sijui kwa nini, lakini sauti yake ilikuwa inatoka kwa nje. Nilikuwa nasikia kama analia hivi. Hebu tukamwangalie. Sawa, acha nikaangalie. Suresh, tafadhali fungua mlango. Haraka, sija kachukua uamuzi mbaya. Acha Rachu! Unafanya nini wewe? Acha! Unafanya nini wewe? Umechanganyikiwa ama unataka kujiua kweli? Kama ulikuwa unataka kuolewa si ungeniambia mapema basi. Bwana harusi tayari ameshafika. Alafu ndio unaita mambo yako kijinga hapa. Hakuna mtu yote aliyokulazimisha kuolewa. Tulikuuliza kabisa. Sasa kwa nini? Sasa kwa nini unafanya hivi na kuuliza? Rachu! Nakuuliza kitu. Kwa nini unijibu? Wacha niongee naye labda ataweza kunipa majibu. Kwa nini umeamua kuchukua hatua kama hii wewe? Nakuuliza kitu Rachu. Kwa nini unipe jibu? Unafanya nini Suresh? Ni mjamzito. Uliona lini na Rahul? Ulimwona lini? Ilikuwaje mpaka ukakutana naye? Nataka unipe jibu Rachna. Suresh, sio Rahul. Ya mtu mwingine. Jamaa. Suresh. Jamani. Suresh, unataka kufanya nini? Suresh, acha. Suresh, acha. Sitaki umsogelee kamba na yeye usimguse.
nitalisimamia na sijali. Mchungaji anamsubiria Rachna ili aweze kuanza shughuli yote sasa. Kisha basi ukamwite. Namuita sasa. Sawa, na mimi nitaenda na wewe. Mama, nakuja sasa. Sawa, nendeni tu. Nifanyaje sasa? Sherehe imeshaanza na wageni wameshafika, alafu kumbe hapa bi harusi ataka kujiua. Suresh, acha. Niache kwanza. Suresh. Huyo mtoto ni wa nani? Nakuuliza kitu nijibu Rachu. Huyo mtoto ni wa nani? Nataka uniambie ukweli. Huyo kijana niambie ni nani ambaye amekusaliti? Suresh. Huyo mtoto ni wa nani? Suresh, acha ujinga. Rachu, nakuuliza huyo mtoto ni wa nani? Sasa Rachna? Nini? Umefanya nini? Rachna! Amka! Suresh, leta maji. Jamani. Mungu, nini hiki? Rachu! Muda mwafaka wa ndoa umefika, mleteni binti huyo. Mchungaji, ngoja mimi nikaangalie, mbona unachukua muda mrefu hivi? Nakuja. We dada, unaenda wapi? Kuna kitu unataka? Mpaka sasa hivi Rachna hajashuka, alafu mchungaji anamuulizia. Sawa. Haya, mimi nitaenda kumuita. Tafadhali we keti. We subiria tu hapa, nakuja. Naenda kumuita haraka. Kaa hapo. Asante daktari. Dada, dakika 10 daktari kasema atakuwa hapa. Sitomwacha huyo mvulana ambaye amesababishia Rachna kuwa katika hali hii. Natamani ningelijua hili jambo mapema. Sikizeni. Jamani. Nini kimemkuta Rachna? Kwa sasa hivi upande wa bwana harusi watakuwa wanasubiria. Rachu, najua unafahamu. Leta maji haraka. Rachu, kunywa maji kidogo. Umefanya nini? Nitaangalia vipi wakwe zako mimi? Nitaambia nini ya kwamba binti yangu yeye? Mungu, niambie, nitatazama vipi? Dada Manvi, tafadhali tulia. Ni kweli amefanya kosa, ila tutalishughulikia. Basi, hebu fikirieni, ni nini tunafanya kinachofuata? Najua ni kitu gani tunatakiwa kufanya. Chochote kilichotokea hapa na ni kwa sababu gani kimetokea? Utaenda kuambia nini watu wote wale? Hatuwezi kubadilisha ukweli. Ngoja nikaeleze. Suresh, huwezi kufanya hivi. Subiri kwanza. Huwezi kufanya hivi. Tafadhali Suresh, nisikize mara moja kwanza. Hivi unajua kitu gani kitatokea kama ukienda na kuambia watu wote kwamba Rachu ni mjamzito? Hebu fikiria matokeo. Fikiria kuhusu mama yako japo kidogo. Fikiria kuhusu Rachna, Suresh. Unafikiri watamuonaje dada yako? Unataka nini? Ukweli unajulikana, jaribu kuelewa Pragya. Msafara wa harusi wote umefika nje. Watu washafika, mnaona? Na hali ya Rachna sasa umeiona. Hatuwezi kuwadanganya watu. Na unafikiria nini? Nadhani kirahisi watakuamini tu. Kadri tutakavyoweza kuambia uongo ndio tutakavyoweza kukuza tatizo. Ngoja niende, Suresh, tafadhali. Na ufikirie kuhusu dada yako japo kidogo. Hatua aliyofikia ni kubwa sana. Amejaribu kutaka kuondoa uhai wake, Suresh jamani. Unafikiri ataweza kulivumilia hili balaa? Najua kwamba una hasira sana juu ya yule kijana. Na hasira zako zinanyesha wazi sasa hivi. Najua una hasira sana kiasi kwamba utaona umshikie yule kijana umuulize kwa nini ameamua kuharibu maisha ya dada yako, Suresh. Lakini tafadhali, naomba niachie mimi hii hali nishughulikie na kuomba. Sikiliza Suresh, ni ndoa yangu ilipoghairishwa. Hali yako wewe ni tofauti Pragya. Wakati ule upande wa bwana harusi ndio alikuwa na makosa, lakini leo hiyo ni kosa la Rachna. Mjinga yule kumbe ni mjamzito. Na siku ile ulisema kwa uwazi kabisa ya kwamba hata nini kitokee, usikie aibu hata kidogo. Hebu niambie kitu kimoja. Nitawezaje kwenda kuambia watu wote ya kwamba mimi sisikie aibu? Suresh, safari hii huyo kijana lazima afunzwe adabu kwa kitu ambacho amekifanya. Maana kosa ambalo amemfanyia Rachna ni kubwa sana. Maskini aliangukia katika mapenzi mpaka kajisi kwamba tayari huyo kijana amekwisha muoa. Sawa Suresh. Ile jambo nalokuambia Rachu mwenyewe amenielezea. Kumbe yule mvulana alifunga ndoa na Rachu.
na baada ya hapo akakimbia mbali na kuvunja uhusiano. Mimi nakubali kabisa kwamba yote haya ni makosa ya Rachna, lakini anayehusika moja kwa moja katika hili kosa ni yule kijana Suresh. Rachna alizama katika mapenzi na hutufanya vitu vya kipumbavu ukiwa mapenzini, Suresh. Mitafaruku na kutokuelewana hutokea. Hata wewe pia imeshakutokea. Uongo mmoja ambao utaongelea kwa ajili ya faida mtu ni bora kuliko ukweli, Suresh. Naomba usije ukafanya makosa kwa kufanya maamuzi ya haraka hivi. Naomba fikiria kwanza. Kosa moja tu utakalofanya litaweza kuharibu maisha yako yote. Hata uongo mmoja kuhusu yeye unaweza kuharibu maisha yake yote. Haijalishi umeficha ukweli kiasi gani, lakini kuna siku moja utakuja kufichuka. Kwa hiyo acha tu tupambane na hali yetu. Kwa sababu gani? Kosa tunalofumbia macho leo hii kesho itatudhuru. Shangazi. Vipi tena mwanangu? Kila kitu kiko sawa? Ndio, nilikuwa nataka kuongea na wewe kuhusu Shangazi. Ni hivi kusema kweli. Hii damu umepata wapi? Shangazi, kuna kitu kimetokea. Shangazi, unajua Rachu. Sio mimi niliumia, ni Rachu aliumia shangazi. Ameanguka akiwa bafuni. Alianguka bafuni? Amepata maumivu kichwani na anavuja damu. Tumeshampatia taarifa daktari, lakini kwa hiyo sidhani kama tunaweza kuendelea na hizi sherehe zote za harusi. Lakini Rachna yuko wapi? Ngoja mimi nikamwangalie. Shangazi, kwa nini umedanganya? Pindi tu utakapomwona Rachna, lazima utajua ukweli wote, umenielewa? Shangazi! Kuna nini mwanangu? Shangazi, huko ni jikoni. Rachna yuko huko ndani. Nifuate shangazi. Angalia jinsi alivyoumia shangazi. Na mbona anatoka damu kichwani? Rachna, ilikuwaje tena ukaanguka na bafuni? Kulikuwa na maji kwenye sakafu shangazi. Akateleza na kuanguka. Tazama shangazi, nafahamu familia zote mbili zimetumia gharama sana katika harusi, lakini kwa hii hali yake nilikuwa naona sasa hivi tukimpeleka kwa daktari itakuwa ni vizuri sana. Na ukiangalia vizuri, hii si ishara nzuri kwa ajili ya ndoa shangazi. Tumejaribu sana kutaka kumleta Rachu kule chini, lakini kila kinyanyuka alikuwa nasikia kizunguzungu. Tafadhali naombeni wala msio na wasiwasi. Kama sio sisi, nani mwingine ataunga nyie mkono? Sikiliza dada, ni muhimu sana kwa binti yetu Rachna apone kabisa. Hii harusi tunaweza tukaifanya hata wakati mwingine, si ndio? Na huu ukumbi ni wa dada yetu hapa, si ndio? Ndio, ni wako wake. Sasa kwa nini unaanza kuwa na wasiwasi? Tutakapopata muda sahihi, tutakodisha tena huu ukumbi. Kila kitu kitakuwa sawa. Ngoja sasa nikawataarifu familia yangu kuhusu hili swala. Tafadhali kuweni makini. Nataka nikutane na huyu kijana. Wifi, leo ni siku ya uchumba wa Kash. Kaka lazima tatafuta ni wapi anapoishi. Hicho kitu kinaniogopesha sana. Aki mwanangu, baada ya mimi kumuoa Sukrut, nitakamilisha kila kitu. Maisha mazuri, pesa za kutosha. Pete nzuri sana. Lazima itakuwa ya gharama sana. 200,000 ama 300,000. 1,875,000. Kweli kaka? Kweli. Unajua nini kaka? Kwa nini wewe unakuwa ni star mkubwa sana? Kwa sababu una akili sana. Unajua kwa nini na akili sana? Kwa nini kaka? Kwa sababu mimi nina mapenzi makubwa sana na pesa. Na sasa wewe una akili sana. Kwa sababu sasa unakwenda kufunga ndoa na msichana tajiri sana mwenye uwezo. Sasa hivi maisha yako yameshakuwa sawa boss.
Akash, kuanzia sasa maisha yako yote yako hapa sasa. Jiji zima limekusanyika hapa kwa ajili ya harusi yako. Kwa nini unaona sasa kama unaoa kisirisiri ya Kaloni? Kwani una mesi mpenzi wako wa zamani? Hapana kaka, hapana. Hapa namwangalia mchumba wako. Tazama. Sikiliza kaka, nishai kuona umma ukipagawa kwa ajili yako. Alafu mchumba wako Tanu, chaguo zuri sana. Lakini si unajua kwa nini nampenda sana? Kwa nini kaka? Kwa sababu yeye yupo kama mimi kabisa. Anapenda sana pesa. Ndivyo alivyo. Yeye ametokea upande wa bibi harusi, lakini anapewa muhimu sana. Lakini unajua nini kuhusu Tanu? Yeye anajua kubadilisha umaarufu wake na kwa pesa. Wewe nisubiri hapa. Ngoja nene nikamcheki. Sawa. Hizi ziko 21 na hizi almasi ziko seti 3 na hivyo vyombo vya fedha. Mama, wametuma pia na almasi kwa ajili yangu lazima wamekutumia, lakini gharama sana. Wewe huwezi kuitunza, hivyo mimi nitakutunzia. Mama. Wageni wote wameshafika kule. Twende basi mama, tukaandae shughuli. Hebu subiri kwanza, nataka nizihesabu hizi zawadi zokuja. Niliomba seti 5 za almasi, lakini hizi ni 3. Mama, angalia kule. Seti nyingine ziko kule. Wewe, haya, nenda kaziangalie. Sawa, acha mimi nikaangalie. Nenda haraka. Asante Mungu, kijana wako kakubali kumwoa. Sasa hivi waleo hata sisi tumepata hii hazina. Utaacha nini binafsi wako? Lakini mama, nyumba yetu tuna pesa nyingi, lakini mbona wewe ubadiliki? Lakini jamani, hizo ni pesa za Abi, sio pesa zetu. Hizo pesa ndogo ndogo nazotupatia ni pesa za matumizi tu. Bwana, lakini sija kukataza usitumie pesa zake bwana, au? Niambie, amesha kukataza siku moja? Lakini anaweza. Kuna kitu kinachoitwa uhuru wa kifedha bwana. Hata mimi natamani kuwa na pesa nyingi sana. Mimi nachohitaji ni kutumia pesa tu bila hata kuanza kuzihesabu. Unapenda kuwekeza Usianze kunijaribu. Mtu anahitaji kupata kwanza alafu ndo atumie. Hivyo usifanye kitu chochote kile. Unaongea upuuzi sana. Nenda kule, Prima anakusubiria. Wala unaenda kahesabu hizo zawadi. Wewe unaenda wapi bwana? Vipi bwana? Mtulia bwana. Samani, hebu naomba mnipishe tafadhali. Samani, subiri. Samani mama. Kaka, subiri kwanza mama. Kaka, nisikilize. Samani, kaka. Naomba niruhusu niingie ndani. Ruhusi kuingia ndani. Tafadhali kaka, na jambo muhimu la kuzungumza nao. Shida yangu nataka nikutane na Akash, ni jambo naye muhimu sana. Tafadhali kaka. Uko ndani kuna sherehe au chumba linaendelea? Watu wanasherehekea huko. Jamani, sio nifanyaje? Rudi ulikotoka. Lakini nikuja nachumbia tena. Yaani kamsaliti dada yangu alafu anakuja kuchumbia hapa. Kaka, huu chumba huwezi kufanyika. Fungua hili geti. Fungua. Tafadhali kaka, naomba ufungue geti. Tafadhali fungua. Eti Akash Mera mdanganya dada yake. Kaka, turekodi tukio. Unafanya nini wewe? Hakuna kuosha kamera. Hizi habari zinata mashiko. Hazitotupa hela. Hizi habari zinaaminika sana hizi. Wanaume wakishua na wanawake kimaskini ni utapeli mtupu. Nadhani atakuwa amemfuata bibi harusi, lakini bibi harusi mwenyewe anaolewa. Wewe. Toto mrembo, unapendeza zaidi ukiwa na hasira. Halafu pia hata wewe pia umependeza leo. Kwa hiyo una mpango gani? Tutoke sisi wawili, au sio? Sisi wawili tu. Leo ni siku ya uchumba mdogo wako. Nikadhani wewe ni kaka ambaye unaweza kuwajibika kwenye hilo. Nani alikwambia kwamba kaka mwajibikaji hawezi kumpenda mlimbwende mkali? Eti niambia, mrembo wangu. Acha kujifanya mjanja wewe. Kama familia yako ikikuona huko pamoja na mimi, basi utaingia matatizoni wewe. Unafikiria hivyo? Basi ujue chochote. Bibi ananiita. Ndio bibi. Abi, leo ni uchumba wa mdogo wako. Uliko wapi sasa? Bibi, wewe niambie tunataka nifanye nini? Niambie wewe, nini kifanyike? Kuhusu nini? Kuhusu maisha yako. Haujampenda msichana yoyote hapa? Bibi, mambo gani hayo? Tazama mwanangu, unajua mimi sijali kama msichana atakuwa ni mwigizaji au mlimbwende. Mwanangu, binti yoyote ambaye utakayemchague wewe, mimi nitampenda tu. Bibi, hiki kizazi kipya kitiki kabisa kuingia katika masuala kukera kama ndoa.
Sawa bibi, kama nitakubaliana na wewe kuhusu hili swala, basi itanibidi nijiandae kwa ajili ya kuoa. Lakini msichana nitakayempenda au kumwoa, basi hata huyo binti itambidi awe tayari, si ndio? Wewe, kwa nini asiwe tayari? Atakubali tu, bila shaka. Ndio, bila shaka bibi, atakubali. Leo Akashi anachumbia. Haya, twende. Sawa. Aya, twende. Wala usio na wasiwasi Rachu. Sisi tumeshaelezea watu wote, hakuna yote atakayekuonyesha kidole. Kwa vile hili swala linamhusu kaka yako, basi wacha chochote katika hii dunia kibadilike. Lakini mapenzi ya kaka yako kwako kamwe hayawezi kubadilika. Ulikuwa unafikiria nini? Ya kwamba kaka yako atakukasirikia eti kwa sababu tu umeghairisha ndoa yako? Hapana Rachu. Kaka yako alikuwa amekasirika kwa sababu ni nani huyo mwenye ujasiri wa kwanza kumharibia maisha dada yake Rachu? Ni nani huyo ambaye ameweza kumuumiza dada yake Rachu? Nataka uweke imani yako juu ya kaka yako Rachu. Tazama, sisi ni majirani zake, lakini ametufanyia vitu vingi sana. Wewe ni dada yake, atapambana na ulimwengu mzima kwa ajili yako. Wewe utaona haki yako, atahakikisha unaipata.